Jina lake limeibua mijadala. Mashabiki wa mpira wa miguu hapa nchini wangali wakichekana hapa na pale kuhusiana na namna linavyotamkwa. Huyu ni kocha mpya wa wananchi Yanga, raia wa Afrika Kusini, Mangoba Mniti. Ndivyo wenyewe wanavyotamka kule nchini Afrika Kusini, matamshi yale ya Kiraki ya Wahadzabe, akina Chaba kama unakumbuka vizuri, Mangoba Mniti. Lakini kwa sisi wengine ambao hizi nga zinatusumbua, basi ni vyema tu kusema ni Mangoba Mniti. Yes. Huyu ndiye kocha mpya wa Yanga. Lakini hivi sasa, mbali na gumzo juu ya matamshi ya jina lake, lakini kubwa zaidi ni kwamba wakati akizungumzia juu ya kuteuliwa kwake kupata nafasi ya kuifundisha Yanga kama kocha mkuu, ikiwamo katika msimu ujao wa ligi kuu Tanzania bara 2026-2027 na michuano mingine mbalimbali ambayo Yanga wamekuwa wakishiriki, Mngiti akizungumza kwenye kituo cha taifa cha televisheni kule Afrika Kusini SABC, lakini pia kwenye andiko lake kwenye mitandao yake ya kijamii ikiwemo Instagram, amezungumza mambo kadhaa makubwa. Mmoja ni juu ya furaha yake kupata nafasi ya kuifundisha Yanga ambayo kwa maelezo yake ni kwamba amekuwa akiifuatilia kwa muda mrefu. Lakini pili ni ahadi kwa mashabiki, wanachama, wapenzi wa Yanga kwamba yeye akiwa Yanga lengo lake kubwa ni kuona wananchi Yanga wakifurahi kwa kutoa taji la ligi ya mabingwa barani Afrika, ndio CAF Champions League, kwamba anachotaka kukiona ni kuona kwamba wachezaji wenye kipaji wa Yanga, timu kubwa ya Yanga ikitimiza dhamira hii chini ya uongozi wake wa kutoa taji la ligi ya mabingwa barani Afrika. Na amesema hayo huko akitambua kabisa kwamba Yanga kwa msimu huu waliishia katika hatua ya makundi, kwa maana msimu 2025-26, hata msimu wa nyuma yake waliishia pia hatua ya makundi. Misimu yote hiyo miwili wakimaliza katika nafasi ya tatu kwenye hatua ya makundi, hawakuweza hata kwenda katika hatua ya robo finali kama walivyofanya msimu 2023-2024. Lakini Mngiti anasisitiza kwamba lengo ni kutoa ubingwa ligi ya mabingwa barani Afrika. Hazungumzii nusu finali, hazungumzii finali, bali ubingwa. Hilo la kwanza. La pili ambalo Mngiti bila shaka kauli yake inawapa furaha zaidi mashabiki wa Yanga, wapenzi, wanachama, lakini pia inawakatisha tamaa kwa kiasi fulani wapinzani wa Yanga katika michuano ya ndani, kwa maana ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho la benki ya CRDB na michuano mingine. Mngiti amesisitiza kwamba msimu ujao Yanga inakwenda kutoa tena taji la ligi kuu Tanzania bara, ndio kulitoa tena. Amepita kwenye njia hii kwa kusisitiza kwamba yeye anafahamu msimu huu Yanga imetoa taji la 5 la ligi kuu Tanzania bara kwa mfululizo. Sasa msimu ujao mashabiki, wanachama, wapenzi, wadau wa Yanga wajiandae kwa taji la 6 mfululizo. Hizi hakika ni habari njema kwa wana Yanga, lakini sio habari nzuri kwa wapinzani wa Yanga wakiwamo Simba, Azam, Singida Black Stars, Namungo, JKT Tanzania, Dodoma Jiji, Coastal Union na nyinginezo, kwamba wajipange haswa kwa kuwa Mngiti anaamini Yanga anakwenda kutoa tena taji la ligi kuu Tanzania bara kwa mara ya 6 mfululizo. Lakini kwenye mataji ya ndani, Mngiti amesema wazi kwamba anaamini wataenda kutoa vikombe vya ndani ikiwemo kombe la shirikisho la benki ya CRDB. Lakini jambo lingine ambalo analisitiza ni kwamba wana Yanga, wapenzi, wanachama watarajie Yanga ambayo cheza yake ni ya kasi, pasi nyingi za kasi, na kwamba muda wote wanapokuwa wanapoteza mpira mara moja wachezaji wake, timu yake itakuwa ikireact, ikijibu mapigo kwa kuhakikisha inapigania mpira huo na kurejesha katika himaya yao. Kwa lugha nyingine, Yanga watakuwa wanaendelea kutawala katika mchezo, kwa maana zile possession, kucheza soka la kuvutia, lakini vile vile la kasi, ili kufika mara nyingi zaidi katika lango la timu ya upinzani na kuwezesha nasibu ya kushinda. Haya ni mambo makubwa ambayo ameyasema Mangoba Mngiti au Mangoba Mngiti katika mazungumzo yake baada ya kupata fursa ya kuiongoza Yanga kama kocha mkuu, lakini pia akisifu management, uongozi wa Yanga na kuambia mashabiki, wanachama wa Yanga kwamba wana bahati kwa kuwa na uongozi huu uliopo, kwa kuwa una malengo makubwa na bila shaka kwa soka lake, akifundisha timu mbalimbali. Hivi sasa angalia kitoka Golden Arrows ya ligi kuu Afrika Kusini aliyowezesha kumaliza katika nafasi ya 6
baada ya timu hiyo msimu uliopita kumaliza nafasi ya 12, msimu wa nyuma yake nafasi ya 9, msimu wa nyuma yake nafasi ya 9, lakini msimu huu chini ya uongozi wake akiwezesha Golden Arrows kumaliza mechi zote za ligi kuu Afrika Kusini ikiwa katika nafasi ya 6, huku pia ikiwa ndio timu ya 3 kwa kufunga mabao mengi baada ya Orlando Pirates waliofunga mabao 58 na kutoa ubingwa wa ligi kuu Afrika Kusini. Mamelodi Sundowns waliofunga mabao 57. Timu yake ya Golden Arrows ambayo haina wachezaji nyota kihivyo kama Orlando Pirates, kama Mamelodi Sundowns, bado akiwezesha kumaliza nafasi ya 6 ikifunga mabao 34 na kuwa timu ya 3 kwa kufunga mabao mengi katika ligi kuu ya Afrika Kusini msimu uliomalizika. Ingawa timu yake hiyo iliruhusu mabao 33 na hivyo kuifanya iwe na GD, goal difference, ya chanya 1. Ikumbukwe msimu uliopita Golden Arrows walimaliza ligi wakiwa na tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu, GD hasi 12. Yeye ameifanya chanya 1. Msimu wa nyuma yake ilimaliza ikiwa na hasi 11. Kuna msimu hasi 8, kuna msimu hasi 5. Yeye ameimarisha walau Golden Arrows ambayo ni mid table teams, tunaweza kusema huwa haiwani taji la ligi kuu Afrika Kusini kwa maana kupambana kina Mamelodi, kupambana kina Orlando Pirates, bali yenyewe huwa ni katikati. Kumaliza katika nafasi hii kwao ni mafanikio, kwa sababu katika misimu 5 iliyopita kuanzia msimu uliomalizika hawakuwahi kumaliza nafasi ya juu hii ya 6 kama walivyomaliza na kocha Mangoba Mngiti. Lakini Mangoba Mngiti katika zungumzo yake, bila shaka matarajio ni kuona Yanga ikiendelea kuimarika kwa kupata wachezaji ambao bila shaka wanaendana na mifumo yake ya kucheza, kwamba Yanga yenye kasi, Yanga inamiliki zaidi mpira, Yanga ambayo haithubutu, haikubali hata kidogo mpinzani awe ana dominate, awe anatawala mchezo. Na kwa sababu hiyo wao wakifanya zile gegen pressing, shinikizo kuanzia kule juu, kwa maana eneo la wapinzani, kwamba ndani ya sekunde 6 Yanga iwe tayari imesharejesha mpira na yenyewe iwe ndio inayozungusha mpira, inaumiliki kwa pasi za haraka ili kwenda kuwadhuru wapinzani. Hiki ambacho anakizungumza Mangoba Mngiti ndicho ambacho Mamelodi Sundowns, mabingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu uliomalizika hivi karibuni 2025-26, mabingwa wa michuano ile ya AFL, michuano ya ligi maalum, ligi ya mpira wa miguu barani Afrika ambayo ilifanyika mara moja ikihusisha klabu kubwa 8, yenyewe ikatoa ubingwa, lakini pia mabingwa mara 8 mfululizo hivi karibuni katika ligi kuu ya Afrika Kusini, ukiondoa msimu huu ambao Mangoba Mngiti si miongoni mwa benchi la ufundi, yupo katika klabu ya Golden Arrows. Ndivyo ambavyo Mamelodi ya kina Obre Modiba, kina Kuliso Mudau, golikipa Rowan Williams, Lucas Ribeiro, Teboho Mokoena, ndivyo ucheza, kwa maana kwamba inamiliki zaidi mpira, inashambulia zaidi, muda mwingi wao ndio wana dominate, wanatawala mchezo. Ndivyo Yanga ambayo bila shaka kwa maelezo ya kocha Ngiti ni kwamba inakwenda kuwa Yanga hiyo, huku mkwara ukiwa kwa wapinzani wa Yanga katika michuano ya ndani, Simba, Azam, kwa maana ya kocha Steve Baka, kocha Flora Ibenge na wengine wajipange kujua kwamba Yanga ya Mngiti ina muondoko huo, lakini pia wapinzani wa Yanga kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu ujao 2026-27 kwa maana ya Al Ahly, mabingwa Mamelodi na timu nyingine kama Orlando Pirates, timu kama Pyramids na wengineo vigogo barani Afrika wajue Yanga mpya inakwenda kivingine chini ya Mngiti, ikiwa na lengo moja tu, kutoa ubingwa na sio jambo lingine. Itakuwa vipi? Ni swala kusubiri na kuona. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.